Pole kwa matokeo ya leo. Mchezo umeuonaje kiujumla? Kwanza sidhani kama nastahili neno pole. Huu ni mpira wa miguu na imepoteza timu yangu, so sioni kama kuna haja ya pole. Lakini kimsingi mchezo nimeuonaje? Mechi ilikuwa iko wazi kwa timu zote mbili. First half ni kama tungeweza kufanya zaidi ya tulichokifanya, tungeweza kufanya jambo, lakini haikuwa hivyo. Tumekuja kuamka second half tayari tumesha concede bao moja. Kwa wakati tunatafuta namna ya kulisawazisha bao, wenzetu tunajua ni muda ambao kwanza wanataka kupunguza tempo ya mchezo, lakini kingine wanataka kuhakikisha sasa hili goli lao ambalo wako nalo wanalilinda, ila ikitokea wanapata nafasi wanaongeza bao la pili. Kwa mechi ikawa tayari ni ngumu. Kwa sisi tunalinda huku tunataka tuvizie tuweze kufunga goli. So mechi ikawa ngumu, ukaona zikatokea individual errors, tukaconcede goli la pili, baadaye tumeconcede na bao la tatu. So ni mchezo wa mpira wa miguu. Sisi kama club tumepokea matokeo, tunajipanga kuelekea kwenye mchezo ambao unafuata. Pengine Pamba Jiji wamefocus sana kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa sababu ya nafasi ambapo waliopo. Mimi nadhani hili ni swala ambalo nimekuwa naulizwa mara nyingi hata kabla ya mchezo, ni baada ya kuwaona pengine baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa wanawazoea hawajawaona either kwenye kuanza mchezo au hata kuingia kwenye mchezo wa leo. Lakini niwaambie iliyofungwa leo na JKT ni klabu ya Pamba Jiji. Mchezaji yote ambaye anapewa dhamana ya kuvaa jezi ya klabu yetu, huyo ni mchezaji wa klabu yetu na anaipigania timu yetu. Kwa hakuna hizo assumption ambazo ametoka kuzizungumza kwamba labda tumefocus na ligi ndio maana hii mechi tumeitupa. Plani ya mwalimu ilikuwa ndo imekuwa hivi ambavyo aliplani. Selection ya wachezaji ambao yeye aliamini wangetusaidia kwenye mchezo wa leo ndo hii ambao ameifanya. Kwa bahati mbaya haikuweza kufanya kazi. Mashabiki hawapaswi kuwa wanyonge, mashabiki hawapaswi kujisikia vibaya. Tumepoteza Pamba Jiji, tutajipanga, tukacheze na tushinde tena vizuri sisi kama klabu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo sio swala la malengo tulikuwa nayo, na hii ni mechi ambayo tulikuwa tunaitamani sana kwa sababu kwenye historia yetu mafanikio yetu makubwa kwenye michuano hii ni hatua ya robo finali tuliocheza na Simba. Kwa hiyo tulikuwa tunaamini ni sehemu nyingine ya kutengeneza rekodi, lakini haijawa hivyo. Lakini safari hii mpaka mmefika robo finali ya hii michuano, kwa kiasi gani mnajivunia kufika hatua hii? Kwa ukubwa wa timu yetu na ukongwe sidhani kama kuna haja ya kusema tunajivunia, lakini of course hatua sio mbaya. Tulitegemea au tulikuwa tuna malengo zaidi ya haya ambayo yamekuepo, lakini leo tumeweza kuhitimisha kutokana na hichi ambacho kimetokea. Kinatusaidia na kutupa funzo kwenye msimu ambao unafuata nini tufanye ili kuja kuvuka zaidi ya hapa ambapo tumefikia leo. So kwangu nafikiri yote yako kwenye tumejifunza mazuri mabaya ambayo yatatusaidia kwenye msimu ambao unafuata. Lakini semaji, kama mchezo mlikuwa mnauhitaji kwa kiasi kikubwa lakini baadhi ya wachezaji hawakuwepo, nini shida? Ni majeruhi ama shida ni nini? Ambaye ana jukumu la kumuingiza mchezaji kiwanjani akacheze na akasimamia kila ambacho anakiamini, anabaki kuwa ni Kataraya Majeshi Baba Isaya. Kwa hiyo naamini kwa 280, 300, 400, sio? Selection ambayo ameifanya ni selection ambayo aliamini leo ingetupa matokeo chanya na kwenda kusonga mbele. Ni bahati mbaya hatujafanikiwa leo, ndio maana sasa tunaanza kuulizana, sijamuona Siji Tegisi, sijamuona Siji Zabona, lakini hapa hatuwezi kuanza kusema Tegisi anaumwa, Siji Zabona anaumwa. Ndio maana nikasema hatujawahi kukaa kuanza kujadili mchezaji mmoja mmoja. Hii ni timu ya mpira wa miguu, iliyofungwa leo ni Pamba Jiji na sio kwa sababu mchezaji fulani hakuwepo. Asante. Asante. Haya.